Kweli kweli, karibu kusikiza Jicho la Nje. Mimi naitwa Jamali Mroma na tunaanzia Zanzibar. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC na Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ZEMA wamekutana jana katika ziara ya mafunzo kwa lengo la kubadilishana uzoefu katika utekelezaji wa majukumu ya kimazingira, hasa mchakato wa ufanyaji wa tathmini ya athari kwa mazingira na jamii katika miradi mikubwa na mchakato wa kupata vyeti vya kimazingira ili kuhakikisha maendeleo yanaendana na uhifadhi wa mazingira. Akizungumza kwenye ziara hiyo inahusisha wajumbe wa bodi pamoja na management ya pande zote mbili, mwenyekiti wa bodi ya NEMC mhandisi Mwanaasha Tumbo alisema bara na visiwani ni wamoja, na hasa ikizingatiwa suala la mazingira ni mtambuka na lohitaji ushirikiano wa karibu kati ya pande zote mbili. Naye mwenyekiti wa bodi kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ZEMA Bi Asha Al-Hatib amesema ni muhimu masuala ya mchakato wa ufanyaji wa tathmini ya athari kwa mazingira kuzingatiwa na wawekezaji kuanzia hatua za awali hadi kukamilika kwa miradi ili kulinda mazingira. Katika ziara hiyo, washiriki pia walipata wasilisho la kina kuhusu mchakato tathmini ya athari kwa mazingira ya jamii, mafanikio yaliyopatikana pamoja na changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wake kwa pande zote mbili. Dar es Salaam. Operation maalum ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imeibua taswira mpya ya uhalifu wa kidijitali baada ya watuhumiwa 37 kukamatwa kwa kuhusishwa na vitendo vya vitisho, matusi na matumizi mabaya ya majukwaa ya mtandao. Akizungumza jana, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam CACP Jumanne Muliro amesema operesheni hiyo iliyofanyika Aprili 20 eneo la Ubungo ni sehemu ya mkakati mpana wa kudhibiti makosa ya mtandao yanayozidi kuongezeka. Amesema uchunguzi wa awali unaonyesha baadhi ya watuhumiwa wanaohusishwa na kampuni za Innovix Co Limited na Outaigo Financial Service Company Limited zinazotoa mikopo kwa njia ya mtandao, jambo linaloibua maswali kuhusu matumizi ya mifumo ya kifedha katika kuendesha vitendo vya kiuhalifu. Jeshi la polisi limesema linaendelea kufuatilia kwa karibu mitandao hiyo, huku likitoa wito kwa wananchi kuwa makini na matumizi ya teknolojia na kutoa taarifa mapema ili kusaidia kudhibiti uhalifu huo unaochukua sura mpya ya kidijitali. Dodoma. Wizara ya Madini imeomba kuidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 174.98 kwa mwaka fedha 2026-2027 ili kuimarisha usimamizi wa sekta na kuongeza mchakato wake katika uchumi wa taifa. Akiwasilisha bungeni jijini Dodoma jana, Waziri wa Madini Antonio Mavunde amesema bajeti hiyo inalenga kufanikisha ukusanyaji wa mapato ya zaidi ya shilingi trilioni 1.4 kupitia sekta ya madini. Kwa mujibu wa mgawanyo wa fedha hizo, bilioni 71.5 zimetengwa kwa miradi ya maendeleo, huku bilioni 103.47 zikielekezwa kwenye matumizi ya kawaida, ambapo sehemu ya fedha hizo itatumika kwa mishahara na uendeshaji wa wizara pamoja na taasisi zake. Serikali imesisitiza kuwa uwekezaji huo ni muhimu katika kuongeza tija, kuimarisha udhibiti wa rasilimali madini na kuhakikisha sekta hiyo inaendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa nchi. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Kongo imetangaza kuanzisha kikosi maalum cha walinzi wa madini, jeshi lisilo rasmi litakalokuwa na jukumu la kulinda migodi pamoja na mnyororo mzima wa uzalishaji na usafirishaji wa rasilimali hizo muhimu. Tangazo hilo limetolewa na IGM, chombo cha serikali kinachosimamia sekta madini na kupambana na udanganyifu katika biashara ya madini. Katika taarifa yake, IGM imesema kuwa kikosi hicho kipya cha walinzi wa madini kimeundwa ili kuhakikisha usalama wa migodi, kudhibiti uharibifu wa mazingira na kuzuia wizi au usafirishaji haramu wa madini. Nchi hiyo hutoa takribani 70% ya cobalt ya dunia, madini muhimu kwa utengenezaji wa betri za magari ya umeme, vifaa vya elektronik na teknolojia ya ulinzi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ameridhishwa na mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya nchi yake na Urusi, akieleza kuwa ushirikiano huo unakuja wakati ambapo hali ya kikanda inaendelea kubadilika kwa kasi.
Akizungumza baada ya mazungumzo hayo, Araghchi amesema matukio hivi karibuni yameonyesha uimara kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Tehran na Moscow, akisisitiza kuwa uhusiano huo utaendelea kuimarishwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo usalama na siasa za kimataifa. Kwa upande wake, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesisitiza umuhimu wa kuendelea ushirikiano wa karibu na Iran, akibainisha kuwa nchi hizo mbili zina maslahi ya pamoja katika kuhakikisha utulivu wa kikanda na kupinga shinikizo la nje. Mazungumzo hayo yanaashiria kuimarika kwa mahusiano kati ya Iran na Urusi, hasa katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kukumbwa na changamoto za kisiasa na kiusalama. Na ndege ya abiria imeanguka kusini magharibi mwa Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, na kusababisha vifo vya watu wote 14 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ndege hiyo ilikuwa ikitokea Jei kuelekea Juba, safari ambayo kwa kawaida huchukua muda mfupi kabla ya kukumbwa na ajali hiyo katika mazingira ambayo bado yanaendelea kuchunguzwa. Vyanzo vya taarifa vinaeleza kuwa wakati wa tukio kulikuwa na hali mbaya ya hewa iliyosababisha uonekano hafifu, jambo linalodhaniwa kuchangia kupoteza mwelekeo wa ndege hiyo kabla ya kuanguka. Hata hivyo, mamlaka za anga nchini humo bado hazijathibitisha rasmi chanzo cha ajali hiyo. Maafisa wa uokoaji na usalama walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya ajali kuripotiwa, lakini kwa bahati mbaya hakuna manusura aliyepatikana, hali hiyo iliongeza huzuni kwa familia na wahanga wa taifa kwa ujumla. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM. Kwetu ni kwako. Jicho la nje.